kuna baadhi ya vitu hatutaki kukubali tu, lakini chaguzi yoyote ile ambayo ipo kwenye federation, kwa mfano sasa hivi TFF, kanuni zilizotengenezwa pale ili mradi mtu aweze kupata nafasi ya kugombea urais na awe na vigezo vyote. Kanuni zote zinakuwa zinamfavor yule ambaye yupo madarakani. Kwa mfano sasa hivi Wallace Karia, unakuja kusikia rumors kwamba endorsement zote zimeenda kwake yeye. Kwa hiyo jiulize, wajumbe wote ndani ya nchi ya Tanzania ambao wamepata nafasi ya kutoa endorsement wote wametoa kwa huyu mgombea wa urais Wallace Karia. Kulikuwa kuna haja gani ya kutangaza nafasi ya urais kwamba kunatakiwa kugombea? Sikuzani kama kulikuwa kuna sababu ya kutangaza nafasi ya urais kama kunatakiwa kuna mtu naye aweze kwenda kuchukua fomu na kugombea, kama unajua kabisa kwamba ndani ya kile kiti endorsement zote tayari umeshazichukua wewe. Kwa hiyo mimi nadhani uchaguzi wa design hii hauwezi ukawa wa haki. Yaani siku zote tunapotaka kutengeneza kitu cha haki, lazima tutengeneze kitu ambacho kina usawa kwa watu wote. Lakini haya yanatokana na nini? Yanatokana na sababu za viongozi wengi ambao wanachaguliwa kwenye hii mikoa wanapita kwa nguvu ya huyu kiongozi ambaye yupo juu. Yeye anaangalia, je, kipindi ambacho mimi nipo madarakani, watu gani ambao wanapaswa kupita ndani ya mikoa hii ambao baadaye nitakapokuwa nagombea watakuwa rais wao kuweza kunisupport mimi. Ndio unapita katika federation za mikoa, na ndio maana tunaona sasa hivi wakina Mustafa Imba wanaendelea kutafuta, wanaendelea kuhangaika na wanalalamika. Yote inatokana na uongozi ambao upo juu ndio unatengeneza misingi ya design hii. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vinapaswa kubadilika kama tunapaswa kubadilika. Yaani leo hii trending ipo mpaka FIFA ujue.